Ndugu wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa channel yetu ya Bongo Feed, tunaendelea katika uchambuzi kuhusiana na kile kinachoendelea kwa sasa hapo nchini Iran, Israel pamoja na Marekani. Hapo awali niliwaambia kwamba kitu kilichokuwa kimefanyika kati ya Iran, Marekani na Israel, kulikuwa na movie katikati hapa ilikuwa inachezwa, na movie hii ilikuwa inachezwa kati ya Iran pamoja na Marekani, na mchezaji mkuu wa movie hii ni Marekani mwenyewe ambaye ni Donald Trump. Donald Trump ni kwamba alilazimishwa kuingia kwenye huu mzozo na Israel, lakini yeye hakutaka huu mzozo, na hakutaka kwa sababu ya mazingira ya sera yake. Wakati anagombania uchaguzi, sera yake kubwa ilikuwa ni kwamba hatuingiza Marekani katika vita. Mbali na hivyo, kingine kilichomfanya kusitisha ama kutengeneza movie ni kwa sababu vita hii ilikuwa ni ngumu sana kwake, kwa sababu Iran ama nchi ambayo ingepigana nao ingekuwa si taifa dogo, ama si taifa dogo. Nchi ya Iran si taifa dogo sana katika Mashariki ya Kati na duniani kote. Kama iliweza kumsumbua Israel pamoja na silaha zote alizokuwa anapewa kutoka Marekani, kwa hiyo Marekani aliona hapa hakuna namna yoyote zaidi ya kujitoa kwenye hii vita. Sasa alinajitoaje? Ndio ilibidi kutengeneza movie yake, kwa sababu alialikwa na rafiki yake kipenzi ambaye wakusaidiana kwenye shida na raha. Namna kukataa ilikuwa ni ngumu kumkatalia Israel kuingia kwenye vita. Kwa hiyo akatengeneza movie na Iran, akawasiliana na Iran kwamba tunakuja, lakini tutafanya AABCD. Mbona ndicho kitu kinachozaniwa kutokea, lakini kwa namna nyingine ya pili inawezekana pia hawakufika hata Iran, ni mchongo tu waliutengeneza, kwa sababu anasema walikuja na ndege takriban 125. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Huwezi kutoka Marekani kuja mpaka Iran na ndege 125 pamoja na manuari za kijeshi, ukatumia gharama za mabilioni ya fedha kwa ajili ya kuja kufanya tu mchezo wa kijinga na wa kipumbavu. So inawezekana hawakuja kabisa ndani ya Iran, na hata yale makombora wanayosema, kwa sababu mazingira na picha za video ya maeneo hayo hazipo, isipokuwa tu wanaonyesha picha za satellite ambazo zinaonyesha kwa juu na kwa umbali, ambazo huwezi kuona kitu kinachoendelea chini. Kwa hiyo kama picha za eneo husika la Marekani waliporusha hiyo kombora la B2 hazipo, maana yake ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo ni uongo ulifanyika, ni Marekani waliamua kuicheza movie ili kujitoa kwenye hiyo vita, aonekana anamsaidia Israel lakini ajitoe kwenye hiyo vita. Na kweli amefanikiwa kujitoa. Baada ya kufanya hiyo, Iran akawa amesema naye atafanya mashambulizi katika kambi za Marekani. Alifanya hivyo Iran ili na yeye kuweka heshima yake Mashariki ya Kati, kwa sababu ni kama vile makubaliano, bwana unataka ujitoe, it's okay. Mpango wako wewe ni uonekane na wewe mkubwa, basi na mimi lazima nionekane mkubwa, siwezi kukubali kuonekana mdogo. Kwa hiyo Iran akakubaliana na Marekani na yeye kuzishambulia kambi za Marekani katika maeneo yao, na ndicho kilichotokea. Ingawa mwanzoni Donald Trump kabla hajakubaliana na Iran aliamua kutoa wanajeshi wake, kwa sababu walikuwa bado hakuna maelewano, lakini baadaye walielewana. Kwa hiyo ikabidi kutoa majeshi. Kwa hiyo ikabidi Iran kuweza kufanya mashambulio ambayo ilikuwa ni jana, alifanya Qatar na Iraq. Sasa kilichotokea ni kwamba Iran alikuwa amewasiliana na Qatar na Iraq kwamba mashambulizi yatakuja, na manake alituma mashambulizi ni ya kawaida tu. That's why waliweza kudetect na kuyaharibu. Hakuna madhara yote yaliyotokea. Baada ya hapo Donald Trump akatangaza kwamba kila kitu kimekwisha, Iran amemaliza na yeye kisasi chake, kwa hiyo amani inarudi ndani ya kanda ya Mashariki ya Kati. Lakini nilikwambia ni hii vita, hii movie ni ya Iran tu na Marekani, haimhusishi Israel, kwa sababu mchongo mzima wa haya yote umetengenezwa na Israel, kwamba Israel ndo snitch wa Iran. Kwa sababu kama sio Israel, hata Donald Trump asingekuwa anaiwaza kuja kuvamia Iran. Ni mchongo mzima umetengenezwa na Israel, na Iran wana kisasi na Israel kwa sababu wamewaua viongozi wao wengi sana, akiwemo mpaka rais aliyekufa wakati ule wa Iran. Hiyo michongo yote, Israeli wana kisasi kikubwa bado moyoni, na Iran wana kisasi kikubwa na Israel. Kwa hiyo hawawezi kuacha vita vyao, kwa sababu wanajua huu ndo wakati wao muhimu na wakati wao mzuri wa kuiadhibu vizuri Israel. Sasa kinachotokea ni kwamba Donald Trump amejiondoa kabisa kwenye hii vita. Amesema ameweka masuluhisho na ametangaza kwamba tayari makubaliano yanafanyika ya kusitisha vita,
na mtu wa kwanza kuweka wazi kwamba amekubaliana na hilo ni Netanyahu wa Israel. Sasa yeye Netanyahu ni kama vile amezungukwa tu hapa na mchezo, hafahamu kinachoendelea. Netanyahu ni kweli anatamani vita iishe na anataka iishe, na maana amekubali iishe kwa sababu ameona Marekani amejitoa kwenye hii vita. Kwa hiyo Netanyahu hawezi kuendelea kwenye hii vita bila Marekani. That's why amekubali mapema na haraka. Leo hii alitangaza kwamba wao wanakubali kusitisha vita na kamsifu Donald Trump wa Marekani kwa hatua kubwa aliyofanya ya kuweza kufanikisha kulipua makombora ya nyuklia na vitu kama hivyo, lakini na wao wametangaza kwamba wako tayari kama Donald Trump alivyosema, kwa wao wameamua kusitisha vita. Kwa hiyo wanaitaka Iran iache kufanya mashambulizi. Sasa hii ngoma imegeuka, ni kwamba Iran wamegoma kusitisha vita na Israel, wanaendelea kufanya mashambulizi juu ya mashambulizi mazito. Hii leo tu wamekufa takriban watu 4 hapo Israel kwa mujibu wao, na baadhi ya majengo yameripuliwa vibaya sana. Iran wametuma takriban makombora 10 katika ardhi ya Israel siku ya leo tu asubuhi. Sasa Netanyahu ama waziri wake wa ulinzi ametangaza kwamba watapiza kisasi kwa sababu Iran wameshindwa kutimiza mkataba aliozungumza Donald Trump wa kusitisha vita. Umeona hapo, wanasisitizia kwamba kulikuwa na mkataba wameshakubaliana, ingawa Iran hawakuzungumza chochote kuhusiana na kukubaliana na ombi la Donald Trump la kusitisha vita. Israeli walikubali ombi la Donald Trump la kusitisha vita, Iran wao hawakuzungumza chochote kama wamesitisha vita. Ni Donald Trump ndo alizungumza akasema Iran na Israel nimeongea nao kwamba vita vimesitishwa. Aliyekuja kujibu ni Netanyahu wa Israel kwamba tunamshukuru Trump, vita vimeisha, tumesitisha na kila kitu kiko sawa kwa sasa. Lakini kweli kwa upande wa Iran hawakuzungumza chochote kuhusiana na hili. Sasa Iran ameendeleza mashambulizi yake katika ardhi ya Israel. Sasa Israel kwa hiyo wanalazimika kuingia kwenye vita, kuendelea kupambana huku hali yao ikiwa ni mbaya sana. Manake Israel hii vita haiwezi mpaka sasa hivi. Hali yake ni ngumu sana. Watu wengi wamekwisha kufariki ndani ya Israel, ndio maana ndani ya serikali ya Israel kumetokea na mgongano mikubwa sana ambayo inaendelea chini kwa chini ndani ya serikali yenyewe tu ya Netanyahu. Ingawa wao kutangaza huwa hawatangaza, na kwa sababu hawapendi kushusha heshima yao. Lakini kinachoendelea sasa hivi Israel, hali ni mbaya. Sasa kulazimishwa tena kuingia kwenye vita na Iran, sababu Iran anataka kuendelea, na Iran anataka kwa sababu anataka kulipiza kisasi kwa sababu Israeli imewaua viongozi wake wengi sana wa Iran, tena wakubwa, wana science, wale wa nuclear, watu muhimu, viongozi mpaka rais wa nchi. Kwa hiyo wana kisasi na hawawezi kukubali kuiacha hii vita kirahisi, kwa sababu tayari wamekwisha kuharibu mfumo wa anga wa ulinzi wa Israel. Sasa hivi makombora yao yanapita, kwa hiyo hawawezi kubali kuiacha tu kirahisi. Wanaamini pengine wakiachia Israeli inaweza ikajipanga tena, alafu ikaja ikafanya mashambulizi ya ghafla muda wowote na wakati wote, kwa sababu Israel hawaaminiki wakiwa na kiongozi wao huyo Netanyahu. Netanyahu ni kiongozi ambaye ni mkorofi sana na analeta shida sana katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Ikumbuke Netanyahu ndiye alisababisha vita Iraq, akaondolewa Saddam Hussein. Ni Netanyahu, na ni Netanyahu ndiye alisababisha vita Libya, akaondolewa ile kiongozi wa Libya. Umeona? Ndicho kitu kinachoendelea sasa. Kwa hiyo Iran wanamfahamu vizuri Netanyahu, wanaifahamu vizuri Israel, hawawezi kukubaliana na hilo. That's why wameamua vita iendelee. Wacha tuone ni kitu gani kitatokea.